mwanga mikononi mwa Bwana, nifikapo mwisho wa mwendo, nitapata raha mikononi mwa Bwana, nifikapo mwisho wa mwendo. Safari kama siku ya mwisho, nitakaribishwa na pendo, kwa kuwa Mwokozi ananingojea, nifikapo mwisho wa mwendo. Safari hallelujah. God is good and all the time. Amen. Namshukuru Mungu kwa sababu wiki mzima amekuwa mwaminifu, amekuwa mwema ndani ya maisha yangu. Nimemuona akitenda makubwa, nimemuona akiwa mwaminifu. Zaidi ya yote hii ni Mungu tu, ninatakia kuwa Mungu. Sema amen. Maana sina la kumulipa, maana tangia Januari mpaka leo tarehe 30 ambaye ni Novemba, Yesu amekuwa mwema. Nimemuona akitenda makubwa, amekuwa mwaminifu ndani ya milima na mabonde. Amekuwa Bwana, amekuwa mwamba, maana yeye ni Mungu tu, ninatabakia kuwa Mungu. Sema amen. Maana jina la Yesu ni kubwa zaidi ndani ya maisha yangu. Jina la Yesu limeniwezesha, jina la Yesu limenipitisha, jina la Yesu limeniwezesha katika maisha yangu, kunifanya mimi jinsi nilivyo leo. Ni kwa sababu la jina la Yesu kubwa. Bwana Yesu apewe sifa. Ninapokumbuka jina la Yesu, hebu wakati naanza tu sasa. Yesu asifiwe. Amen. Basi nalikumbuka jina la Yesu Kristo wakati mmoja, wakati Mungu alipokuwa ananinenea. Ilikuwa ni wakati mgumu sana, haikuwa wakati rahisi. Wakati Yesu alipokuwa ananena nami ni kwa ajili ya huduma, ilikuwa ni wakati mgumu na ilikuwa ni kazi mzito sana. Bwana Yesu apewe sifa. Nakumbuka wakati ambapo Yesu alipokuwa ananinenea, ilikuwa ni muda wa miezi 3. Nilikuwa nje ya kanisa. Basi naliomba Mungu, nikamwambia Bwana, nahitaji mkono wako wenye rehema ukazidi kuniguza na kuniongoza. Maana pasipo wewe Bwana Yesu, mimi sitaweza lolote. Basi nalipokaa miezi 3 nje ya kanisa,
wenyewe bado walirudi wakanitafuta. Wakaniambia, mtu wa Mungu, unastahili urejelee kanisani. Nikapata barua nzuri iliyoandikwa na askofu wa Mungu. Akaniambia, mwanangu, ninaomba urejee kanisani. Na kwa sababu mimi nilikuwa mtu kuweka mambo jinsi vile mtumishi anavyosema, nilikuwa mtu sana wa kuvunjika. Na hata hivyo hata leo mimi ni mtu wa kuvunjika sana. Mimi ni mtu mpole sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na upole wangu ulikuja wakati ambapo nilimpokea Yesu. Lakini kabla sijampokea Yesu nilikuwa mtu mama mbaya. Nilikuwa mama wa hasira na mama wa kupasua mavazi. Hata kama napokuwa ndani ya kanisa mwenzangu amenikosea, hasira ilikuwa inanipanda, hata mavazi ninapasua. Bwana Yesu asifiwe. Basi nilinyenyekea na nikarudi katika nyumba ya Mungu. Naliporudi katika nyumba ya Mungu siku hiyo ya kwanza, Mungu akanipa maono baadaye usiku. Akaniambia, mwanangu, ninaomba ya kwamba ukanitumikie kwa maisha yako. Nikajiuliza maswali mengi. Licha ya kwamba nalipokuwa nyumbani katika hali ngumu kwa ajili ya uzao ili nipate mtoto, nilikuwa nimemwahidi pia Mungu ya kwamba utakaponibariki na mtoto nitakutumikia. Basi hili neno likaja likatimia kwa kupitia maono ya Mungu. Akaniambia, mwanangu, nataka unitumikie. Bwana Yesu apewe sifa. Basi naliomba Bwana, nikamwambia Mungu, nipe mwelekeo ya mimi kukutumikia. Basi nilirudi nikalala. Baada ya maombi nikalala. Basi nikawa niko katika madhabahu ya ile ambayo huduma nilikuwa. Mungu akanituma, akanichukua kama upepo wa kisulisuli. Paa likapasuka kwenye madhabahu. Kisha nikapaa nikaenda juu. Nilipoenda juu nilikutana na watu watatu. Walinikaribisha katika nyumba nzuri, nyumba yenye ilikuwa imeng'ara. Nyumba ilikuwa na gold ndani. Vitu vyote vilikuwa ni gold. Hata macho ya watu watatu ilikuwa ni gold. Wakaniuliza swali, wewe Flora, ni nani unayemjua mahali hapa? Nikamwambia, hapa ninayemjua ni Bwana Mungu wangu, ni Yesu Kristo aliyenifia msalabani. Akaniambia, sawa mwanangu, umepita mtihani. Na jinsi vile mmekaa mnanena kwa ajili ya utatu, kwa sababu walikuwa watatu. Sema amen. Amen. Basi wapendwa, neno la Mungu ni zuri unapolichukua na kulitumikia. Basi nikaambiwa piga magoti chini, nikapiga magoti. Akaniambia, mwanangu Flora, nataka ufanye kazi yangu. Ninakutuma mahali pale ambapo umetoka. Usiangalie nyuma, ondoka na uende. Nakutuma mahali ama udhiru. Pale utakapokanyaga mahali pa kwanza, hapo ni utakayeweka huduma. Bwana Yesu asifiwe. Basi nikaridhika na neno ambalo Mungu analozungumza. Akachukua vazi lake la gold akanivisha. Akachukua nitaji kofia akanivalisha. Akachukua fimbo hii akanipa. Akaniambia, leta mikono yako. Nikaweka mikono. Akaniambia, sasa ondoka, nenda ufanye kazi ya Mungu, usiangalie nyuma na wala mtu yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Naliporudi nikafika katika yale madhabahu. Nilipopeleka ujumbe kwa ajili ya askofu wangu ya kwamba nimepatiwa maono haya, aliniambia nimekuja kumpiga. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuja kubishana. Basi mimi sikuongoja, nikamwambia Mungu. Ikawa ni mambo mengi sana, yakatokea mambo mengi. Vita vikainuka kanisani tena baada ya kukua nje kwa muda miezi mitatu. Kainuka na mke wake, akasema haitawezekana. Wewe ni nani? Mungu gani huyo? Akarudi katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Akasema kwamba bali Yesu amerudi. Bali Yesu amekuja kutuambia mambo ya uongo. Nami nikamwambia Mungu, ninashukuru kwa sababu na jina lako litainuliwa. Sema amen. Amen. Sikuongoja, niliweza kutembea. Nikakanyaga mahali hapo udhiru. Nilipofika mahali pale kwa hiyo tunnel. Maana hiyo tunnel ilikuwa hata hapo mwanzo ilikuwa mahali pale.
licha ilikuwa mbaya sana, lakini ilikuwa tu. Nilipofika mahali pale nikamwambia Mungu, sasa nimefika mahali hapa, nimetoka Kawangware kwa miguu. Sasa nimefika, God can you give me direction. Nikaingia kwa hiyo tunnel. Nikatembea, nikafika kule chini mahali panaitwa Kwareri. Nikakutana na binti mmoja. Ndiposa kwamba nijue kwamba hakika ni Mungu ananituma. Nilianza na binti mmoja, mama aliyekuwa amekaa mimba miezi 11. Nikamwambia dada yangu, Mungu amenituma kwako na ameniambia una mimba miezi 11, umeambiwa utapasuliwa. Lakini mimi mtumishi wa Mungu, mama, nilikuwa najiita mama kanisa. Mama kanisa, ninakwambia hivi, hiyo mimba hautapasuliwa. Leo ni Jumatatu, hii wiki haitaisha kabla haujapata mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Basi nikahistoria kadogo nazidi kupatia, nataka ushike kitu. Basi nalipoombea dada yule, akaniambia rudi pale kwa Leri. Nikarudi. Niliporudi tulikuwa watatu kesho yake. Akaniambia tena kesho rudi, ambapo ni Wednesday. Niliporudi Wednesday tulikuwa watu 7. Akaniambia rudi tena kesho Thursday. Niliporudi Thursday tulikuwa watu 12. Niliporudi Friday, kabla nirudi Friday, nilipata simu saa 12 sharp. Akaniambia mama kanisa, nimejifungua mtoto wa kiume ulioniambia peke yangu bila mtu yeyote. Nikamwambia shalom. Nikasema hakika jina la Mungu liinuliwe na liweze kutukuzwa. Bwana Yesu apewe sifa. Naliondoka mimi mwenyewe. Nikaja siku ya Friday, akaniambia hamtafanya leo ushirika mali hapa. Ikawa ni jirani aliyejiunga na sisi, nikaenda mali pale ikawa ushirika. Nilipomaliza ushirika wangu masaa ya jioni, kesho yake Jumamosi, ushirika ilikuwa iwe saa 8. Kabla ya saa 8 nalienda kwa mtumishi wa Mungu, nalitafuta sadaka yangu kidogo, nikaenda nikavunja madhabahu. Nikamwambia Mungu, sikujua ya kwamba Mungu ulikuwa unanitumikia. Niliona ya kwamba ni mimi tu nimenena, sikujua hili jambo limetoka kwako. Basi nilienda nikavunja madhabahu. Mtumishi wa Mungu akaninenea, akaniambia kwamba mtumishi, sasa wewe sio mama kanisa tena, nenda ukafanya kazi ya Mungu na wacha Roho wa Bwana akuongoze. Basi hapo nilijifundisha kitu na kuvunja madhabahu. Maana katika kuvunja madhabahu kuna nguvu, kuna pepo fulani ambalo linatoka, kuna mambo fulani yanatoka ndani ya maisha yako, kuna jambo ambalo Mungu anakunenea. Basi nilipovunja madhabahu, nikarudi tena nikasimamisha. Nikamwambia Mungu, nimesimamisha madhabahu haya ni kwa sababu ya huduma sasa. Maana hawa watu wamefika watu 20. Lazima mimi niweke huduma. Lazima huduma wa Mungu uendelee. Nilivunja madhabahu kwa sababu ya unabii wa kwanza. Nikarudi nikasimamisha tena madhabahu. Nikamwambia Bwana, na neno lako wacha likamie, wacha litimie. Wacha mfalme wa ajabu katende kazi. Basi nikasimamisha. Na niliposimamisha madhabahu, nikaanza kutafuta nyumba ya kanisa. Nilizunguka sana mali hapa Kino, nilizunguka sana hapo Udhiru, nilitembea sana mali hapo Udhiru nikitafuta nyumba. Tukiwa na wapendwa, tulipokuwa tunatembea, tunazunguka mpaka Marugoini pale, tunaenda Kishage Dumbaini. Tukirudi hapa nawaambia dada, wandugu, hapa ndio penye Mungu amesema nitaweka kanisa. Hayo shua, nawaambia hapa ndio Mungu ameniambia. Sioni mahali pengine Mungu amesema hapa ndio nitaweka kanisa. Kanisa la Bwana litasimama. Maana katika madhabahu niliyovunja na kusimamisha, hapa ndio Mungu anadai. Sema amen. Nikaanza moja. Maana mama hapo anaishi hapa, walikuwa wanaishi Kibira. Nikamwambia Mungu, nataka neno lako litimie. Basi tulifanya njia na jirani mali hapa, nyumba ambayo iko mali hapa. Nikamwambia nataka mama wa mali hapa. Wakaniambia mama wa mali hapa kumpata ni rahisi. Wakapiga simu, wakaniitio mama kutoka Kibira. Akakuja, nikamwambia mama, nataka kanisa mali hapa. Akaniambia unataka saa hii? Nikamwambia saa hii. Na akanipatia nyumba ambayo ni ile Sunday school pale. Aliponipatia mali pale, kulikuwa ni tope, nyasi imejaa.
Nikamwambia, nikaenda kwa jirani, nikaomba jembe. Nikaanza kule nyumbani wanasemanga kuyakara. Kufyeka hapo nje. Nikafyeka na jembe. Maana ilikuwa nyasi imemea, inaitwa aje? Ilikuwa imevumba nyasi. Nikayakara na jembe, nikafyeka vizuri. Nikatengeneza mpaka mtu anaitanga mukuru. Nikatengeneza mukuru maana ilikuwa flat. Nikajaribu kuweka mchanga. Nikamwambia Mungu, hema yako ndio hapa. Pataitwa mahala papo. Pataitwa Shalom. Bwana Yesu asifiwe. Basi katika kuvunja madhabahu hiyo, nikaona Mungu akitenda. Maana hatukubishana na yule mama. Hakusema la asha ama ndio hakusema kesho aliniambia are you ready now? Yes, ufunguo ndio hii. Na nikafika na nikamwambia watu, maana nilikuwa na simu. Nikapiga simu nikamwambia watu, mahali pale nilisema kujeni hapo saa 8 mtanikuta. Na siku hiyo ndio tulianza. Sema amen. Kwa hivyo katika kuvunja madhabahu kuna nguvu. Katika kuvunja madhabahu na kusimamisha kuna kitu Mungu utengeleza. Na nimeona vitu vingi Mungu akitekeleza. Kama uende singelivunja madhabahu na kusimamisha, huduma huo haungelikuwa mali hapa. Hata baada ya hiyo mimi na nilipotoka ndani ya huduma huo, ilikuwa lazima nivunje madhabahu ya kujitenganisha na wao. Ni kwa sababu ya kwamba ilikuwa ni jina lingine, tumeweka jina lingine. Lazima ile jina ningelivunja kwanza, ndipo sasa niliweka jina lingine. Basi nikachukua makuhani wa Mungu, nikawaleta mahali hapa. Nikawaambia mimi nimekuwa ndani ya huduma nyingine, na mnanielewa jinsi nimepitia, na mnajua jinsi vile nilivyo. Basi Mungu akatenda, nikavunja madhabahu, kisha nikasimamisha hii huduma iweze kusimama na kuendelea. Sema amen. Kwa hivyo katika kuvunja madhabahu kuna nguvu. Katika kuvunja madhabahu kuna njia ambayo iliyokuwa nzito. Na madhabahu ni mengi. Madhabahu sio machache. Watu wa Mungu wanaona ni ngumu sana kugharamia. Anapoambia kwamba jambo hili kuna stahili hivi na vile, mtu anaona ni uzito. Anaona mimi siwezi. Hiyo fedha mimi siwezi. Lakini niligharamia. Ndani ya huduma huu wapendwa, nilijitolea. Tulikuwa zaidi ya wachungaji 35, na hawa wachungaji